Na mtazamaji, asante sana kwa kuendelea kuwa nasi, tukiendelea kukujuza kwenye leo mashinani. Katika muda mfupi basi nitaweza kumpisha mwenzangu Victor Ogale, ambapo atakuwa anafanya mahojiano kwenye sehemu yetu ya leo nyanjani. Atakuwa na mahojiano kuhusiana na sekta ya elimu, lakini kwanza atakuwa na tuarifu kuhusiana na taarifa kutoka eneo lake. Ogale, uwanja ni wako. Sana na kuna matukio mengi upande huu wa nchi, bonde la Ufa, na tutaanzia na kaunti ya Narok ambapo gavana wa Narok Samuel Ole Tunai amesema kuwa mbaili mkuu wa chama kipya cha Jubilee atakuwa naibu rais William Ruto ambaye ana usuhuba na jamii ya Wamasai. Akizungumza huko Narok, Tunai amesema hatua ya vyama tanzu vya Jubilee kuvunjiliwa mbali ili kubuni chama kimoja kutafumisha siasa katika vyama. Naibu gavana Arwasa ameunga mkono kauli hiyo. Siku ya kipekee Familia moja kutoka Transmara wametoa wito kwa serikali kuingilia kati na kumsaidia mvulana mmoja wa umri wa miaka 11 anayetatizwa na maradhi ya moyo. Wazazi wa Emmanuel Kibet wamezunguka hospitali kadha wa kadha wakimtafutia matibabu tangu azaliwe bila mafanikio. Martin Kosge aliyemtembelea kijana huyo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Ni Emmanuel Kibet, mvulana wa miaka 11 ambaye dawa imekuwa kama chakula kwake tangu azaliwe, huku masomo yake yakitatizwa kutokana na hali yake ya afya. Kila mara akija shuleni, mara anasema anasikia uchovu sana, alafu narudi nyumbani kutafuta madawa. Ingawa amefanyiwa upasuaji mara kadhaa kwa ugonjwa wa moyo, hali yake bado haijabadilika, huku akizuru hospitali maarufu za kutibu ugonjwa huo. Hakuna afuni yote, huku familia hiyo ikiuza mifugo na hata shamba kuhakikisha kuwa mvulana huyu anapata nafuu. Tangu ni wijana saliwe, nimeona kutumia hizo pesa, nimetumia 10 week, nimeenda mahali inaitwa Oldonyiro huko Samburu. Kwa sababu nilikuwa nimesikia kuna wasungu ambao wanaweza kupeleka watoto huko ngambo watibu. Nikaenda huko, kijana wangu kuangaliwa, nikapeana barua, nikaniambia niendelee kwenda hospitali ambaye nilikuwa imeanza kupeleka kijana wangu atibiwe. Kutokana na hali ilivyo, wanakijiji walijitokeza na kuifanyia mchango familia hiyo, lakini fedha walizokusanya hazikutosha kugharamia mahitaji ya hospitali, hasa kwa kuwa yanaongezeka siku baada ya siku. Nimeuza shamba, nimeuza ng'ombe, na wakati huu sasa niko na hii nyumba tu ambayo inakaa namna hii tu. Nimeona hii nyumba iko hapa tu. Hata sasa nimeishiwa nenda. Licha kukosa sia njema, Emmanuel ni kijana mwenye maono makubwa hivi kwamba anasema angependa kuwa rubani siku zijazo. Lakini lipo swali. Janga kubwa ni kwamba mtoto, baba yake na mama wamekuwa wakishughulika tangu 2005 mpaka wa leo. Wameenda mahospitali hawajapata jawabu. Labda kwa niaba wa watu ama watu wa nyumbani ni kuomba serikali pia kusaidia kuhakikisha vifaa ama zile matibabu tunaweza pata kutoka ng'ambo siletu hapa humu nchini. Pia kuangalia mambo mengine ni kuwakilia ama kama wataenda ng'ambo ni kuingilia kati watoe usaidizi wowote. Familia hii sasa inahitaji zaidi ya milioni 2 kumpeleka mvulana huyu kwa matibabu maalum nchini India. Na sasa wanatafuta msaada kutoka kwa serikali ya kaunti ya Narok na yeyote atakayewasaidia. Swali ni je, ni kwa nini serikali ya Kenya imeshindwa kukabili magonjwa kama haya? Martin Kosgei, KTN News, kaunti ya Narok. Magari yamekuwa mengi huko. Shida pia inakuwa pale supermarkets.
Tukitoka Transmara tunaelekea Samburu ambapo wazazi wanaoishi na watoto walio na ulemavu sasa wameonywa dhidi ya kuwaficha watoto hao. Baadhi ya viongozi waliohudhuria warsha ya kuzawadiwa watu wanaoishi na ulemavu katika kaunti ya Samburu wamesisitiza kwamba watu wanaoishi na ulemavu ni sehemu ya jamii, hivyo wanahitaji kujumuishwa katika kila jambo. Viongozi hao miongoni mwao Seneta maalum Naisula Lesuda na mbunge mwakilishi wa ODM Isaac Mwaura wametoa chakula, mavazi na viti vya magurudumu kwa zaidi ya watoto 200 wanaoishi na ulemavu katika kaunti ya Samburu. Bali tusifiche watoto katika manyumba, kwa sababu serikali imeamua kusaidia watu walemavu. Mimi mwenyewe wakati nilizaliwa ilionekana kama ni kizungumkuti. Mama akaambiwa ameenda na msungu. Ama hamjasikia hiyo? Lakini nikarudi nikaambiwa baada ya kuzaliwa sitaweza kusoma. Na leo hii nimesoma, nikasoma mpaka masters, niko nazo 2. Endelee kuangalia watu ambao hawajiwezi ili waweze kwenda shule, ili waweze kujisaidia na hata wasaidie jamii zao. Tunaungana sasa na mdau katika sekta ya elimu kaunti hii ya Nakuru ambaye ni Jackson Maina. Tunapata kutathmini swala la elimu, masuala ambayo yanaendelea nchini na pia baadhi ya sheria au matakwa ambayo Waziri Matiang'i ambaye ni waziri wa elimu alipendekeza mwezi mmoja iliyopita. Na Jackson, labda tuelezee tu karibu kwenye runinga KTN na tuelezee kwa mtazamo wako baadhi ya sheria ambazo Waziri Matiang'i alileta ama alisema, kama vile kuwe na maombi shuleni wakati wa mitihani ya kitaifa. Mtazamo wako ni upi? Mtazamo wangu ni kama ule nilivyokuwa nimesema hivi majuzi ya kwamba Matiang'i kama vile alivyo na moyo wa kufanya idara ya elimu kuwa nzuri, kuna maeneo aliweza kukosea, kwa sababu aliweza kuingia kwa idara hiyo ikiwa jipya na akaja na sheria ambazo hakuweza kuwahusisha wadau. Na kama vile nilivyosema hapo mwanzo, nilisema ya kwamba ingekuwa imeshagia sana shida ile imetokea katika sekta hiyo. Kwa mfano, kushomwa kwa mashule and then Matiang'i kulaumu wazazi akisema ya kwamba huenda iwe hiyo inatokana na wazazi au inatokana na watoto. Ningeweza kuongeza shauri ambalo ninaona ni la muhimu sana. Mimi ni bishop, mimi ni askofu wa kanisa. Ningemshauri ya kwamba sheria alizozileta asimachi singekuwa nzuri namna gani kama angehusisha watu wale wengine wakae pamoja, ingeleta jawabu iliyo sawa. Mchungaji, kwa sasa tunaelekea mhula wa 3 na tumekuwa tukishuhudia kutoka wiki iliyopita hata leo Nakuru, ukienda kwa maduka ambayo wanauza nguo za shule, yani zile uniform, sare za shule, benki, kuna foleni ni ndefu, wazazi wamejazana pale. Labda ungewapa ushauri gani, ili sababu hili ni tukio ambalo linakuja, mzazi anajua baada ya miezi 3 watoto wanarudi, baada ya likizo watoto wanarudi. Ungeweza kuwaambia nini? Kabla sijasema hiyo, ningeweza kuongeza kitu ambacho sikutaja. Matiang'i hakuwa na haki ya kuondoa maombi kwa shule, kwa sababu nchi yetu ni nchi ya maombi. Tunaamini maombi, kiongozi wa nchi hii anaamini maombi. Na maombi watu huomba maana Mungu hujibu, na hatuna haki ya kuonesha watoto kana kwamba maombi ni baya. Kwa hivyo hiyo ni baadhi ya masheria ambazo nimesema angestahili kuuliza mashauri kuhusiana na wazazi kusukumana na kwenda wakati wa mwisho. Ningeweza kuwapa mashauri ya kwamba wazazi wenzangu, tafadhali hapana ngoja mpaka dakika ya mwisho, kwa sababu mimi nikiwa mwenye shule tunatatisika sana tunapogoja watoto kuja kwa shule, lakini wanacheleweshwa na foleni wanazozifanya kule kwa maduka na vile vile kwa mabank.
wakijaribu aidha kulipa, kama mimi niko na private school, waweze kulipa, waende kwa maduka wanunue vitu. Hiyo msukumano unakuwa mrefu, unakuta mtoto amechelewa siku 2, siku 3, karibu wiki. Ningetoa mashauri kwa wazazi wawe wakijitayarisha mapema kabla shule hazijaanza kufunguliwa, ili tuondolee watoto mashida mengi, kwa sababu watoto hawataki kupewa mashida mengi. Wanatakiwa waende shule wakiwa na mawazo masafi ya kuweza kuendelea na shule. Tunaelekea mhula wa 3 na baada ya miezi miwili tutakuwa kufanya mtihani ya kitaifa darasa la 8 na kidato cha 4. Labda kwa vile sasa maombi yametolewa, labda unaona ni njia ipi mwafaka, sababu wazazi walikuwa wamezoea wanaitwa shuleni, wanakuja wanaomba na watoto wao, kama kuna wale watatakaswa na mafuta, mambo kama haya. Unaona ni njia ipi sasa? Yenyewe ni gumu sana tunapoelekea muda mfupi tu uliobaki ili mtihani wa kidato cha 4 uweze kuanza, na huko wanafunzi na wazazi na mashule na sisi kama wahubiri tulizoea ya kwamba maombi ni baraka ya kuondoa vikwazo vyovyote kwa watoto wanapoingia kufanya mtihani wa watoto kama 800,000 katika nchi hii nzima. Alafu sasa wakiwa wengi hivyo wanahitaji maombi. Sasa bila maombi ambayo watoto walitarajia, hiyo bado ni pigo kwa watoto wale wanaenda kufanya mtihani. Mawazo yao itafanya mitihani kukiwa na utata ndani ya mawazo, huenda iwe matokeo haiwezi kuwa mazuri. Kwetu sisi wahubiri na wazazi bado tunabaki na swali, ni nini hii na ni nani huyo ambaye anaweza kusimama mbele ya Mungu kuzuilia watu waweze kuomba? Na labda kama wadau katika sekta ya elimu, nimejaribu labda kutoa mapendekezo ama kuungana kwenda kujaribu kuzungumza na waziri ili alegeze kamba baadhi ya masharti ambayo aliyoweka. Hata hatutaki kuongea na sisi kama wadau wa sekta. Mashauri tu ambayo tungetaka ni hii: Matiang'i aketi chini na wadau wa sekta ya elimu. Baada ya kufanya hivyo watapata jawabu, maana akiwa peke yake hawezi, na hatutazamii kuendelea hivyo kwa sababu imekuwa ngumu. Na ningependa kumupa mashauri vile ningependa kupatia serikali yote mashauri ya kwamba jambo hili silo nzuri. Kukataza maombi kwa shule, hakuna ushuhuda ambayo Matiang'i alisimamisha kwa Kenya nzima kuonesha kuna mzazi alishikwa akipeleka maneno ya kudanganya katika mtihani. Kwa hivyo msimamo wake kabisa hauna ushuhuda, na kwa hivyo inatatiza, na tunataka kumshauri alundi kwa makao, akae na wadau na wote wanaohusika ili tuwe na jawabu nzuri kwa ajili ya mwaka ujao. Labda utasema kuwa huenda pia upande wake ni jambo fulani alionelea, sababu kama waziri na ni mtu pia amesoma, haezi tu toa masharti bila labda yeye ama wenzake watafiti. Unaona labda kuna kitu ambacho aligundua ndiposa akatoa masharti kama hayo. Ila kitu mimi naamini kama kiongozi, hakuna kiongozi anatakiwa kuwa mahali na kushtukia kuongea maneno. Kwa mfano, amekuja katika idara ya elimu kama waziri mpya, so akija na kukiuka wale walioko na kukosa kupokea mashauri yao, atoe amri ya kibinafsi, automatically italeta madhara yake, na hata yeye mwenyewe amejionea, kwa sababu up to now hatujaona mtu anadhibitisha kabisa hii kuchomwa kwa shule kunatoka wapi. Hata yeye hajakuwa na ushuhuda. Kwa hivyo mambo yale anasema, angesimama nayo kwa Wakenya kusema nimeshika hii kama ushuhuda na ndio nasimamisha kwa Wakenya, inayonisababisha niweze kuchukua hatua hii. Sasa alichukua hatua tu kivyake. Kuna swala ambalo umezungumzia la kuchomwa kwa shule, na tukienda mhula wa 3 ni mhula mpya ambao umeanza. Kuna wale walifungua wiki jana, kuna wale wanafungua leo kesho, na kuna swala ambalo labda kama wadau labda kuzuia matukio kama hayo, labda sijui kuna kuwa na ni kama vikundi, wazazi ama wanafunzi wanazungumza na walimu kuwaelezea, ama kuna zile vijisanduku kama suggestion box kwa lugha ya Kimombo, wanafunzi wakiwa na jambo wanaweka pale, sababu utakumbuka kuna shule ambayo walichoma sababu walikatazwa kutazama mechi ya mpira wakati wa mpira. Labda kuna masuala kama haya, ama labda ungewaelezea nini? Mimi ningewaeleza hivi. Jambo la kwanza ningesema katikati ya mambo hayo Matiang'i alileta magumu, kuna jambo nzuri ambalo limekuwa funzo kwa wanafunzi. Mwanafunzi akishoma shule apelekwe kotini, akipatikana na hatia afungwe, ili iwe funzo kwa wengine.
Jambo la pili ambalo ningeshauri ni kwamba wanafunzi wawashe kuchukua sheria mkononi mwao, wakubali kuongea na walimu ndani ya shule. Kama wanasikia kama haiwezekani, waandike vijikaratasi, waweke katika suggestion box, waeleze mambo yale ambayo inawakela. Kwa mfano, kama mimi kwangu kwa shule nimekubali hivyo, lakini bado utakuja kuona wanafunzi hawataki kufanya hivyo. Lakini ningewashauri hiyo ingekuwa njia nzuri, kwa sababu pengine mambo yale walio nayo inawakela, na wakikaa nayo hakuna mtu anajua, ama labda wanaogopa kuambia mwalimu, au wanaogopa kwenda kwa principal au kwa mwalimu yoyote. Lakini wakiweka pale, pengine director wa shule ataiona, pengine principal ataiona na kuona ni jambo la kutatuliwa haraka na kuita watoto wale, na kwa pamoja waweze kutoa kuleta usalama ambao shida haigepatikana. Ile ingine ningeshauri wanafunzi, kama wanasikia mambo ni magumu, wayaeleze kwa wazazi wao na kuambia wazazi wao, jameni wazazi, muende kwa niaba yetu, mtuzungumze jambo hili kwa shule, ili iga lijulikane tunapitia katika shida hii iliyo ngumu, ili shule ione kwa pamoja ni nini tunaweza kutenda. Sawa. Yeah. Huyo amekuwa ni Jackson Maina ambaye ni mdau katika sekta ya elimu kaunti ya Nakuru, na kutoka kwangu mie Victor Ogale sina la ziada ila kurejesha studio. Asante sana Victor Ogale hapo kwenye mahojiano kuhusiana na sekta ya elimu na pia zile taarifa ambazo uliweza kutuletea kutoka sehemu hiyo. Tunapumzika tena kidogo ndarejea katika muda usiokuwa mrefu na usemi wako ambao tutakuwa tunakuletea maoni ya wakazi kutoka kaunti moja. Endelea kuwa nasi. This is KTN News.